Shahada nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightness your day. Karibu sana mtazamaji wa Star TV ambaye unatufuatilia. Shalom shalom, Mungu akubariki popote pale ulipo, ambaye umeacha kazi zako, mwingine unafanya shughuli zako huku umetupa macho na muda unatutazama. Mungu akubariki sana. Niko na mtumishi wa Mungu Fred Kiara, tunaenda kukuletea mada nzuri sana ambayo inahusu familia katika upande wa Mungu, lakini pia katika familia, maisha ya kawaida kwenye jamii zetu. Kila mtu hapa ametokea kwenye familia. Wewe unanitazama, umetokea kwenye familia, na mimi pia nimetokea kwenye familia. Endelea kutufuatilia ili ujue chimbuko la familia katika ulimwengu wa roho lilianzia wapi na kwa nini ni muhimu kuwa na familia. Uko na mimi Stella Shao, lakini kipindi ni Amka na Tumsifu Mungu ambacho kinakujia kila Jumapili muda na wakati kama huu. Karibu sana, endelee kutufuatilia. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Karibu sana. Asante sana. Ndio furaha kuwa na wewe hapa. Yes. Kwa sababu jambo tunalolizungumzia leo au mada ambayo tunaizungumzia leo kwanza ni mada pendwa. Kwa sababu makanisani huko mchungaji akisema Mungu amenipa ufunuo, wale ambao hawajaoa na hawajaolewa mwezi huu wa 6 kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 3 watapata wenza wao. Watatoka mashariki, magharibi, kama ni upepo wa kisulisuli wa nini, lakini watapata. Watu wanaenda sana. Hata kisema jiungamanisheni na sadaka, watu wa nje wapi, wote wanatuma sadaka. Inakuwa ni muamko. Nini lengo hilo lote? Ni kutafuta kujenga familia. Unapomtafuta mwenzako, nia ni kujenga familia. Sasa natamani tuanze katika upande wa kibiblia. Familia, watu wanasema mwili wa Kristo ni familia, lakini familia pia ni mpango wa Mungu au ilianzia kwa Mungu. Sasa nataka utupe tafsiri ya familia, lakini na chimbuko la familia kwenye ulimwengu wa roho au kibiblia. Okay. Kwanza familia ni kitu ambacho kilianzishwa na Mungu kwenye bustani ya Eden. Na Mungu alikusudia kwamba ulimwengu ujazwe na familia. Okay. Yaani kwamba watu waongezeke duniani kutoka kwenye familia. Na familia ndio kitu pekee ambacho Mungu alikiunda kwa makusudi, ili kwamba kila kinachotoka kwenye familia sasa kiwe kimeandaliwa kwa ajili ya jinsi ambavyo Mungu alimandate familia ifanye. Na moja kitu ambacho Mungu alimandate familia ya kwanza, anasema nendeni mkaongezeke na mkaitawale na kuitunza nchi. Sasa kwa hiyo Mungu alikusudia kutoka kwenye familia sasa maagizo yake yawe passed on, yani maagizo ya kimungu yanarithishwa au yanafundishwa kwa kizazi na kizazi. Kwa hiyo sasa kwenye familia ndio unapata community, jamii, unapata taifa, unapata mabara na ulimwengu kutoka kwenye familia. Kwa hiyo familia kama unit ya familia ni muhimu sana. Na ndio maana ukiona jamii ambayo familia ina shida, familia zina shida, utakuta jamii hizo pia zina shida. Kwa sababu watoto ambao ni wezi, watu wote ambao wanafanya shughuli zote ambazo ni mbaya na zinazoathiri jamii, ukichimba ndani utakuta chanzo chake ni familia. Iza familia iliyovunjika au familia ambayo haijali kutunza na kufundisha watoto kukaa katika maadili. Kwa hiyo kama familia itakaa vizuri, jamii itakaa vizuri, taifa litakaa vizuri, dunia itakaa vizuri. Yes. Okay, hapo umekuja vizuri sasa. Umekuja vizuri kabisa. Familia ikikaa vizuri, taifa litakaa vizuri, jamii itakaa vizuri pia. Na hata kanisa linajengwa na familia. Na ndio maana kama kwenye family unit kuna shida, hata kanisa lenyewe kama kanisa nalo lita struggle. Kwa sababu ndio maana watu wengine sema ibada njema huanzia wapi? Nyumbani. Nyumbani kwenye nini? Kwenye familia. Kwa familia tu haijengi tu jamii, haijengi tu taifa, lakini inajenga pia kanisa. Na kanisa ambalo halitii msisitizo juu ya familia na malezi mazuri ya watoto kwenye familia litapata shida baadaye. Okay. Hapo imeanza sasa kueleweka, mada imeanza sasa kuchangamka. Familia ni mpango wa Mungu. Familia inatakiwa ikae vizuri. Huku kote ndo tutapata watu wazuri, wafanya kazi bora, wenye nidhamu, wametoka kwenye familia. Lakini sasa familia hizi ambazo msingi wake pia
unatoka kwenye Biblia kama ulivyosema kwa Adamu na Hawa pale bustanini. Hapo ndo tulianza familia sasa. Mungu mwenyewe alianzisha familia hapo. Yes. Lakini sasa wale aliowatengeneza Mungu tunaona baadaye mbele walikosea. Hiyo tunaachana nayo kidogo. Lakini familia za watumishi wa Mungu ndo familia ambazo sasa hivi ukikutana na binti amevaa vibaya barabarani, ukikutana na binti anafanya vituko barabarani, kijana anafanya, sio wote. Lakini kwenye hizi sekta za uharibifu sana, watoto watumishi wa Mungu wapo. Yaani wengi, kuna familia zimepata neema. Yaani unakuta mtu ana hiyo neema. Na hiyo neema nafikiri imeanza kuwa sasa hivi. Lakini huko nyuma ukimwangalia mtoto wa mchungaji unaweza usiende kanisani. Ukiangalia tu familia jinsi ilivyokaa, unaweza usipate nguvu ya kwenda kanisani, ila unaenda tu kwa sababu saa nyingine kuna kwaya na nini, unasema acha tu niende. Ni kwa nini ubovu unaanzia wa familia kwenye watumishi wa Mungu mara nyingi, sio mara zote? Kwa kweli hilo ni swali na lina majibu mengi. Okay. Na niseme tu kwamba unayoongea naye sasa, mimi mwenyewe ni mtoto wa mchungaji. Okay. Baba yangu alikuwa mchungaji, askofu wa kanisa la Pentecoste Tanzania, marehemu Bishop Japhet Marco Kiara. Kwa hiyo mimi nimelelewa kutoka kwenye familia ya kichungaji. Na mimi sasa ni mchungaji. Hongera. Umeona sasa, ukweli ni kwamba kinachotokea kuna mtazamo tofauti au tofauti. Cha kwanza, familia za wachungaji zinakuwa ziko kwenye spotlight. Zinakuwa zipo kwenye mwanga. Kwa hiyo unajua kitu kilichoko kwenye mwanga ni rahisi kukiona kuliko kilichoko gizani. Yes. Sasa familia nyingi haziko kwenye mwanga, kwamba hatujui familia za watu wengine. Tunajua ni familia ile tunayoiona ya mchungaji na baba mchungaji. Kwa hiyo ni rahisi kusema kwamba yule ni mtoto wa mchungaji. Lakini watoto wengine hatuwajui kwamba ni watoto wa nani. Kwa hiyo cha kwanza, familia za watumishi ziko kwenye mwanga au spotlight, sio tutasemaje, zinaonekana wazi, zinaangaliwa kwa haraka. Kwa hiyo ni rahisi kuona makosa au shida au matatizo. Lakini jambo la pili, lazima watu waelewe kwamba pamoja na kwamba watoto wanapaswa kutunzwa na kuelekezwa na kufundishwa maadili na wazazi wao, lakini unafika umri wanakuwa na maamuzi yao. Okay. Na mchungaji hazai wa watumishi wa Mungu, hazai wa lokole, hazai wa shirika, anazaa wanadamu kama ambao baadaye wanakuja kufanya maamuzi yao wenyewe. Kwa hiyo sasa mtoto wa mchungaji anaweza kaamua asi, mtoto wa mchungaji anaweza kaamua sitii, afanye anachokitaka. Lakini maandiko yanasema hivi, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha. Kwamba mtu ukimlea mtoto wako katika maadili na mafundisho ya kimungu, hata kama hapo mbeleni anaweza kakengeuka, lakini atarudi tu. Kwa sababu ameshaonja ile neema, atarudi tu kwenye njia halisi. Kwa hiyo cha pili ni kwamba kama nilichokisema ni kwamba unakuta ni kwa sababu watoto pia wana maamuzi yao wakifika umri fulani wa kuamua wafanye nini. Nakumbuka kuna kipindi fulani, sitamtaja, kuna mtoto wa mchungaji, tena mchungaji yule alikuwa ni askofu, akawa anapiga bendi za kidunia. Kuna bendi moja ilikuwa inaitwa Chezimba, alikuwa anapiga miaka mingi iliyopita. Sasa hilo lilikuwa ni gumzo kanisani, sio mchezo, kwamba mtoto wa askofu anakwenda kupiga bendi za duniani huko na watu wanamuona kwenye bendi za nini. Kwa hiyo ilikuwa ni mchungaji yule, kilikuwa ni kitu ambacho kinamsumbua. Lakini sasa huwezi ukamlazimisha mtoto wako ambaye ana umri wa kutosha kufanya maamuzi yake arudi kwenye njia sahihi. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba hatimaye yule kijana alikuja kugeuka na akarudi, akamrudia Bwana, pamoja na kwamba alikengeuka. Kwa hiyo hayo huwa yanatokea. Lakini jambo lingine ambalo naweza sema kuongezea hapo, la tatu, lazima tulifahamu ni kwamba pamoja na kwanza nimesema familia za kitumishi ziko kwenye mwanga. La pili, nikasema pia unakuta ni kwa sababu watoto wanakuwa na maamuzi yao kufika umri fulani. Cha muhimu ni kusema kwamba nimemwamini Mungu na muombea hata kwa wakati atakaokuja. Lakini cha tatu ambacho hicho ni muhimu, familia zote ziko kwenye vita. Okay. Shetani kwa sababu anajua ili jamii iwe nzuri, ili kanisa liwe vizuri, ili taifa liwe vizuri, lazima familia iwe vizuri. Okay. Kwa shetani anapiga vita familia, family unit anaipiga vita. Na sasa anaanzia sasa kwa familia ya mtumishi. Okay. Kwa familia za watumishi zina vita. Kwa hiyo badala ya kunyooshea vidole familia za watumishi kinachopitia, ni vizuri kuanza kuwaombea na kushikamana nao na kusema Mungu awasaidie katika mapambano na vitu. Kwa sababu adui makusudi yake ni kuharibu. Na maandiko yanasema nitampiga mchungaji na kondoo atafanya nini?
watatawanyika. Akiharibu watoto mchungaji, anajua kwamba pengine sasa watu watasema sasa huyu atatuambia nini, mbona watoto wake wanafanya hivi? Kwa hiyo anataka kumfanya mchungaji asiwe na mamlaka na uwezo wa kuendelea. Kwa hiyo pamoja na hayo mawili ya kwanza niliyosema, ile la tatu nalo ni muhimu, kwamba familia ziko kwenye vita, na hiyo ni pamoja na familia ya mchungaji. Okay. Lakini la mwisho katika haya ambayo nataka kusema, la 4 ni kwamba hekima. Nimeshuhudia mimi, unajua sasa hivi nina miaka 53, na nimeshuhudia kwa macho yangu watoto wa watumishi wanafika umri wanasema mimi sitamfuata Mungu baba yangu. Okay. Kabisa, anakataa, anasema mimi sitamfuata na kumtumikia Mungu baba yangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu baba yule alitoa muda wake mwingi sana kwenye utumishi kanisani, akatelekeza majukumu kama baba wa familia. Okay. Kwa sababu pamoja na kwamba wewe ni mchungaji, mwinjilisti, mtume, nabii, chochote kile ambacho Mungu ameita kufanya, lakini usije ukasahau kwamba huwezi uka delegate. Sio delegate ni nini? Kunini? Kasimu. Yani, huwezi ukakasimu madaraka yako ya ubaba. Yes. Huwezi ukasema naomba unibabie watoto wangu, no. Kwa sababu mimi na utumishi naenda Mwanza kufanya uinjilisti. Sehemu yako kama baba huwezi ukakasimiwa, lazima uifanye kama baba. Sasa watoto wakiona jinsi ambavyo huyo Mungu unamtumikia amemchukua baba yao, watakuja kumchukua huyo Mungu. Wanasema tumtaki Mungu ambaye wakati tunamhitaji baba yetu alikuwa amemchukua. Okay. Wakati unataka baba awepo pamoja nasi, huyo Mungu alimchukua baba yetu. Kwa hiyo cha 4 ambacho nisema cha mwisho ni hekima, kwamba sisi kama watumishi tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tunaishi na watoto wetu kwa namna ambayo si tu kwa mafundisho, lakini kwa namna ambayo watakuja kumpenda Mungu ambaye tunamtumikia na kumtaka. Kwa sababu tumeishi nao, tumeweza kufanya mambo yetu vizuri, tukagawanya muda wetu katika utumishi na muda wetu wa kuwa waume na kuwa wake. Hilo nalo la ume nalo linatakiwa na muda, yani kukaa na familia. Kwa hiyo ukigawanya muda wako vizuri, familia yako ikawa ina muda na wewe, pamoja na wingi wa majukumu yako, huko baadaye hawatutaona watoto wako ambao wamekengeuka kwa sababu ulikuwa na muda nao na utapata lawama. Yes. Lakini kitu kingine pia umeongea pointi za msingi, lakini napenda tuzungumzie pointi moja, kwamba umesema kuna watumishi wa Mungu au walikuwa watoto wa watumishi wa Mungu, pengine ni wakubwa, wazazi wao wamefanya vitu vinavyoonekana kwenye jamii, kwenye taifa, lakini ukiwafuata hawataki utumishi wa baba yao. Yes. Na wengine hawautaki na hawauamini. Hiyo haipo tu kwa watoto wa watumishi, hata kwa watu ambao wamekaa karibu na watumishi. Hii ikiwa na maana gani? Binafsi pia mtumishi wa Mungu akiniambia nakupenda, nashtuka. Yani nashtuka, wewe inawezekanaje jambo hili kuja kwangu mimi ambaye siwataki nyie? Kwa nini? Sio kwamba siendi kanisani. No, naweza nikafanya kipindi hapa, watumishi wengi wa Mungu wananiambia tunaona, na mimi naambia naona, siendi huko kwa watumishi. Kwa sababu gani? Watumishi wa Mungu wengi, kipindi nakuwa nikiwa mdogo, wengi ni wavivu. Jambo la kwanza. Uvivu wa kazi. Okay, yes. Yaani unaweza kukuta anaamka asubuhi anaenda kanisani. Mama huko. Na ndio maana ukichunguza, achana na sasa hivi mitandao inapiga kelele. Makanisa mengi makongwe, wamama wachungaji wanasemwa sana. Muda hata kuvaa vizuri hana yule baba, kwa sababu anaenda anarudi. Mama ajue hapa mazingira yanafanyaje? Yanakaje. Na unajua kuna mapito bwana. Na kuna ile kujipitisha, kuna mapito na kujipitisha. Kwa familia za watumishi wa Mungu zimeathiriwa pia na watumishi wa Mungu wengine, sio tu familia au watoto. Wanaoangalia watumishi wa Mungu wanakuwa sawa, mistaki. Yule mama anateseka mwenzangu. Na kama kijijini, unakuta washirika wanaenda kulima kwa mchungaji. Yule mchungaji halimi, anakaa tu kanisani. Sio wote, lakini kuna wengine unakuta analima, ana support, anatoa ushauri, tunatakiwa tulime kwa muundo ili tupate mazao, tunatakiwa kufanya hivi na hivi. Mwingine anahimiza kazi, mwingine na kazi zake tunazijua kwamba mchungaji wetu labda ni engineer, anafanya 1 2 3. Ukiwa na shughuli za uinjinia utamfuata mchungaji wetu, lakini wachungaji wengi ni wavivu. Jambo la kwanza ndio ile, baadaye watoto wakifika kama Stella Shaw hapa, mimi simtaki Mungu wa babangu. Lakini inawezekana tu sio uvivu tu. Inawezekana ni kitu kinaitwa school of thoughts. Nakuja.
Kingine pia, wachungaji wengi hawakupata elimu nzuri kuhusiana na Mungu. Achana na hii ya darasani, kuhusiana na Mungu. Na ndio maana ukiangalia watumishi wa sasa hivi wanapata kazi, kuna vitu wanavirekebisha macho makavu. Oya, fanyeni kazi. Mimi sitaki uvivu. Unakuta mchungaji anaongea, fanyeni kazi. Kama una kazi tunakuombea. Au una maono unafanya nini? Wengi wachungaji wanafanya hivyo kwa sababu gani? Tuliambiwa barabara ya kumfuata Mungu tambarare. Lakini kumbe hata kumjua Mungu pia ni kazi. Yes. Inahitaji utulivu. Kumjua Mungu ni utulivu. Lakini pia kutengeneza familia ni kazi. Kazi gani? Kama hivyo Mungu amekuita, ina maana wewe una peo mbili. Wewe ni baba, wewe ni mume, wewe ni mchungaji. Lakini hivyo yani. Kwa hiyo sasa, ila nizungumzia hapa kwenye uvivu. Kweli sio tu uvivu, hata masomo ambayo tulikuwa tunapewa au ambayo yalikuwa kipindi cha nyuma yalikuwa kutufanya tuwe wavivu, tuone ni mseleleko. Lakini tukishaseleleka sasa, nguo zishachanika, ndo tunakaa mbona tumeseleleka na hatuna nguo, zishachanika, tutapata wapi zingine? Kwa hiyo hapo nimeielewa vizuri, nitaka kuiweka wazi kabisa, yani kwa undani, ili watu waelewe. Tumeathiriwa pia na maisha tunayoyaona kwa watumishi wa Mungu. Tunasema hatutaki Mungu kama ndo wa mchungaji fulani yuko vile, simtaki. Kwa hiyo mchungaji anachangia sana au baba anachangia sana watoto wake kuja baadaye kumpenda Mungu au kumchukia Mungu. Yes. Sasa nataka kusema jambo moja ambalo ni school of thoughts au mawazo ya mtu ambaye anakuwa nayo. Huko nyuma kabisa wazee wetu walikuwa na mtazamo ule wa Agano la Jipya. Kwamba wanafunzi wa Yesu wakasema wakati mikate inagawanywa, alafu kuna watu wanakosa mikate, wajane na watu wengine wanakosa mikate, wakasema wakasimama wanafunzi wakasema, sasa sisi jamani tuache kufanya kazi ya utumishi, tugawe mikate. Akasema, chagueni kati yenu watu ambao wamejaa Roho Mtakatifu, ambao wana hekima, waweze kufanya kazi ya kugawa mikate, kuhakikisha kwamba kila mtu anapata chakula. Sisi tutajitoa kwa ajili ya neno na maombi. Umeona? Wakasema sisi tutajitoa kwa ajili ya neno na maombi. Sasa watumishi wengi wakachukua hiyo, wakasema sisi tunatakiwa tujitoe kwenye mambo mawili tu, neno, maombi. Hii kutafuta kazi mbadala, kipato cha ziada, ni kuondoka kwenye mwito ambao Mungu alikuitia. Maana Kristo Yesu alisema hivi, yoyote atakayechukua jembe kulima alafu akageuka nyuma, huyu hafai katika ufalme wa Mungu. Na sisi tumechagua kumtumikia Mungu, tutamtumikia Mungu tu. Nasema na mtendakazi astahili ijara yake. Sasa hiyo ni school of thoughts waliokuwa nao watumishi wa nyuma, kwamba kama unamtumikia Mungu hupaswi kufanya biashara, kazi au shughuli nyingine yoyote ile. Lakini ukweli ni kwamba kwenye kizazi hichi, na kwa ukweli halisia ni kwamba unahitaji kitu ambacho kitakupatia kipato zaidi ya ule utumishi. Na Mungu anataka sisi tuwe tuna hekima katika namna ya kuweza kupata na kutunza fedha. Kwa hiyo hakuna ubaya ukawa mchungaji unamiliki mashamba. Hakuna ubaya ukawa mchungaji una biashara. Hakuna ubaya ukawa mchungaji una kazi fulani ya ziada ambayo unaifanya ya kuingizia wewe kipato. Hiyo itakufanya familia yako waweze kuona unakutana na mahitaji yao ya kifedha. Lakini pia at the same time hutegemea 100% kanisa. Kwa hiyo unapunguza ule mzigo wa kuona watu kwamba sisi mchungaji hawezi kutoboa. Lakini na pili inakufanya uweze kufanya watoto wako wampende Mungu ambaye unamtumikia. Wasione kwamba Mungu anamtumikia baba, mbona ameshindwa kukutana na mahitaji ambayo baba anamtumikia. Kumbe baba alikosa tu hekima na maarifa namna ambayo inapaswa kuishi. Kwa hiyo ukweli ni kwamba unaweza ukamtumikia Mungu na ukafanya shughuli nyingine za kipato cha ziada. Mimi mwenyewe nafanya shughuli nyingine za kipato cha ziada. Sio kimoja, sio viwili, lakini bado ni mchungaji. Kwa hiyo inawezekana. Kwa hiyo itasaidia kwamba watoto wasifike mahali kumchukia Mungu ambaye wewe unamtumikia. Alafu familia ikatunzwa. Na familia ikitunzwa, tumetunza kanisa. Tukitunza kanisa, tumetunza jamii, tumetunza taifa kwa ujumla wake. Hapo nimekuelewa sana na umeelewesha. Ni yale tu ile mitazamo ambayo wamekuwa nayo hivyo na hivyo. Ndo kuna mamangu moja anasema hivi, yani
Ulokole ukifanya masala unakuwa maskini. Kila saa unateka anga, nateka anga. Ukija kutamaki pale pale unapoomba tayari kwa mtu, watu washanunua, wamenunua viwanja baba. Acha kuteka anga. Kwa hiyo ni akili tu, lakini pia niseme kitu kimoja. Tunapenda kumshukuru Mungu kwamba hata Mungu anajaribu kutufundisha kwa vitendo. Yes. Kwa hiyo watumishi wengi pia wameamka. Unakuta hata kijijini kuna miradi, kuna nini kwa yale matokeo mabaya ambayo tumeyaona kwa baadhi ya watumishi wa Mungu, na hata kuna wengine tuliona wana njia mbaya, lakini imefika mahali sasa wanabadilika. Yes. Sawa, jambo hilo nafikiri itakuwa limekaa sawa. Na kama kuna mtumishi wa Mungu unatutazama au Mungu amekuita, unasema mimi sasa ndo basi tena Mungu ameniita, umesikia sauti ya Mungu, labda uko chuo, unafikiri kumtumikia Mungu utaacha chuo? No. Unamtumikia Mungu huko unasoma, unamtumikia Mungu huko unafanya kazi. Huko utakutana na neema ya Mungu. Huko watu watajifunza kupitia wewe. Hamna ule ulokole wa kukaa kanisani. Kanisani utaenda hata mlimani huko kumtafuta Mungu, utalipia hotelini, utakaa utamlilia Mungu. Kama hauna hela, haufanyi kazi, wewe utasota kanisani. Na sijui kanisa litajengwa na nani. Kwa hiyo nipende kusema watazamaji, tuamke. Kama ulikuwa na mawazo ambayo sio sahihi, jaribu kubadilika. Kipindi ifike mahali unaangalia kipindi, unapata somo. Ukitoka hapo unaenda kuuza mandazi, unaenda kuuza karanga, uza chochote, usikae. Mungu ashushi hela. Tuendelee, mtumishi wa Mungu. Napenda pia sasa huko kwa wachungaji tumeongea sana, wengine wataninunia, sawa. Kama kuna mahali watumishi wa Mungu nimewakosa, mtanisameni katika kuweka hali sawa. Tuje sasa watumishi wa Mungu, sura ya familia imemomonyoka kidogo. Tunapenda ndoa, tunatamani kutengeneza familia, lakini tukiangalia sura ya familia hatuoni hata ile familia ile ya nyumbani. Kwa mfano nikiangalia maisha sasa hivi, nasema mfano mimi Stella, nitapata familia ile ya upendo kama baba alivyokuwa anatupenda na mama, kukaa sebleni kuomba, kupiga story, kutoka out. Familia zimeharibika. Unaweza kukuta ndoa ikawa kubwa, tukapenda, ukasema Mungu kama yule, kesho kuto ukija kusikia unaopitia yani unaweza kusema mimi tena ndoa basi. Na hata watu wengi wanaotuangalia, wanaotufuatilia, jamii imeathiriwa. Nasema watu wana bipolar, watu sijui wana nini. Kuna neno moja wanalitumia sana, nitalikumbuka baadaye. Lakini ukiangalia chimbuko ni mapenzi, upendo. Mapenzi sio tu kutoka kwa familia, yale mapenzi ya kutengeneza familia yameathiri waimbaji. Unaweza kukuta anaabudu analia sana, ukajua ni Roho Mtakatifu, kumbe ana maumivu. Unaweza kukuta mtumishi wa Mungu anakazia kitu fulani, ukajua mchungaji anataka tuponye ndoa, kumbe familia ina maumivu. Wakati mwingine wanakosa ujasiri wa kusimama madhabahuni, au wanasimama wakiwa na maumivu makali. Hivyo ilivyo pia hata kwa washirika. Yaani ukisikia ndoa, kuna mtu akisikia mume wake au akiona simu ya mume wake, akaletewa simu, dada simu naita. Nani? Baba, rudisha. Yaani hakuna mtu ambaye ana hamu ya mwenzake. Ile hamu ya familia imepotea. Lakini hivyo hata kuna watoto ambao wanafanya kazi, hawatamani kurudi nyumbani kwa wakati. Hamu ya familia imeondoka kabisa. Mwingine anasema da, likizo ya mwezi wa 6 hiyo, natamani tasifike nibaki shule. Lakini kuna mwingine anasema da, likizo inachelewa, ni nyumbani nikamwone mama, nikamwone baba, nikamwone kaka. Wengi wao wanatamani wabaki shule. Wale yale maragi yanayoelea, lakini wabaki tu shule kwa ile amani ambayo wameitengeneza. Sura hii sasa ndo makanisani imezidi. Kwako mtumishi wa Mungu, tunafanyaje kuiponya jamii na familia? Familia zina matatizo. Yaani zina matatizo sana. Ukweli ni kwamba umesema kwamba mapenzi. Unajua mapenzi kwenye ndoa ni sehemu tu. Kuna vitu vingi ambavyo vinaathiri au vinajenga. Vinaweza vikaathiri au vikajenga ndoa zaidi ya mapenzi. Na msipokuwa makini vinaweza vikamomonyoa ile msingi wa ndoa au familia. Kwa mfano mawasiliano, jinsi ambavyo mnaongea mume na mke. Nitakupa mfano mzuri. Ukiona familia inaendelea vizuri, ukiona ndoa iko vizuri, ujue kuna misingi unayoifuata. Yaani hakuna nyumba ambayo imesimama ambayo haina misingi. Lazima iwe na msingi mzuri. Na msingi pia ukiwa mbovu, hata nyumba ujenge imependeza namna gani, itaporomoka tu.
Kwa msingi wa ndoa ni neno la Mungu na kumtii Mungu. Lakini hili neno la Mungu linatupa maarifa na hekima ya namna ambayo imetupasa kuenenda na kuishi. Sasa kwa mfano, nitakupa mfano mrahisi sana. Watoto wanapochukia kukaa nyumbani, kuna vitu vingi vinachangia. Okay. Inawezekana baba amekosa ufahamu kujua kwamba baba ni rafiki na sio askari nyumbani. Okay. Kwamba baba akifika tu yeye ni hasira, yeye ni kugombeza watoto, ni kuchapa watoto, ni kufanya nini. Kwa hiyo anaweza akasababisha watoto wasitamani nyumbani, kwa sababu baba hata siku moja hafurahi, hacheki au furahia watoto wake. Maandiko yanasema Mungu atatufurahia kwa kucheza, na Mungu ni baba yetu, anatufurahia. Kwa hiyo nadhani hiyo sura. Lakini kitu kingine zaidi ya baba kuwa mkali na asiyokuwa baba ambaye ni rafiki, pia kama unafahamu ndoa kuna mapishano ya maongezi. Wanandoa ni muhimu wajue kwamba mkipishana, mkiwa kuna kitu ambacho hakiko sawa, msiseme hayo mambo mbele ya watoto wenu. Okay. Mnakwenda chumbani naongea. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimekaa na kaka zangu. Sisi tumezaliwa tuko 7. Okay. Watoto wanaume 6, msichana mmoja wa kwanza. Na baba yetu alikuwa mchungaji kabla hata wengine tujazaliwa, alikuwa anamtumikia Mungu. Kwa hiyo sisi siku moja tumekaa baada ya mzee kuondoka, tukawa tunajiuliza, hivi mmeshawahi kumwona baba na mama wanagombana? Mbona sikumbuki hata siku moja kuona baba na mama wanafanya nini? Yaani wanajibizana. Lakini ukweli ni kwamba lazima walikuwa kuna kutofautiana. Sasa kwa nini sisi watoto tujawahi kuona? Yaani ukiniuliza tumejiuliza hivi, unakumbuka sehemu yote ambayo baba amejibizana na mama? Hakuna. Mama amejibizana na baba? Hakuna. Walikuwa wakiwa na tofauti wanafanya wapi? Chumbani. Wanafanya chumbani. Sisi watoto hatuoni. Wao wanafanya tengeneza mambo yao chumbani. Hii katufanya sisi tunapenda familia, lakini mambo yanakuwa sisi. Sasa unakuta familia nyingi kukiwa kuna shida, mzee yuko pale nyumbani anaanza kukoroma na kutoa sauti mbele ya watoto. Chakula gani hichi? Mbona hakina chumvi? Wewe unafanya nini hapa ndani? Siku nzima nimetoka kazini, nafanya shughuli zangu na wewe nyumbani chakula ndio hicho unanipikia. Kwa hiyo watoto wako pale wanamuona baba anagombana na mama. Kwa hiyo inawaondolea pia watoto amani. Inawafanya wanakuwa na psychological problems. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba cha kwanza ambacho nimekisema ni kwamba baba anapaswa ajue kwamba ni rafiki wa watoto. Okay. Na sio tu mtu wa kuchapa. Lakini cha pili, baba anapaswa pia kujua na mama anapaswa kujua, wakiwa wana tofauti, kukiwa kuna shida, waende sehemu ambayo watoto hawawaoni wakigombana au wakitengeneza mambo yao au wakisemezana. Kama kuna jambo la kutengeneza, fanyeni sirini, ongeeni sirini. Alafu mkija watoto wenu wasiwaone kila mtu. Lengo ni nini? Kufanya watoto wapende yale mazingira ya pale nyumbani. Nakumbuka kuna mtu mmoja nikiona nadhani kwenye WhatsApp alitoa comment moja, sio nikiona kwenye nani alikuwa anasema, akasema kwamba ile wa mama wanasema, "Nyinyi watoto nyinyi subiri baba yenu akija baba yenu nitamwambia baba yenu akija nitamwambia." Alafu mzee unakuja pale ndio anamwambia, "Baba, watoto wamefanya hivi na hivi." Sasa akasema lazima ukatae. Usikubali wewe kuwa mtu wa kuchapa watoto. Kwa nini wewe mama usiwaadibishe watoto? Yaani unawatengenezea picha kwamba baba yenu ndio kama simba, yaani akija hapa ataunguruma. Yaani kama watoto wamekosea, mama wewe unapaswa kuchukua hatua ya kuadabisha, lakini sio kwambia subiri baba yenu aje. Kwa hiyo wanaanza kuwa na picha kwamba baba ni kitu cha ajabu sana. Kikiwepo hapa nyumbani mambo yote yanakuwa si kama ambavyo tunapaswa kuwa na furaha. Yes. Kwa hiyo pia ni mtazamo ambayo lazima kama wazazi tujue kwamba wazazi wetu wote, baba na mama, wanapaswa kuadibisha watoto, na si kujenga picha kwamba baba ndio anapaswa kuchapa watoto, ndio mwenye hasira, ndio simba, ndio anapaswa kunguruma tu hapa ndani. Okay. Sina maana kwamba mwanamke achukue mamlaka ya mwanamume. Okay. Lakini na maana kwamba usijenge picha ambayo inafanya watoto waanze kumwogopa baba na kutamani kutokuwa nyumbani baba akiwepo. Alafu ndio unakuta baadaye huko watoto wakipata kazi wanamkumbuka mama yao, alafu amkumbuki nani? Baba. Kwa sababu baba alikuwa kazi yake ni kuchapa, kuadhibu, kugombeza watoto, lakini mama alikuwa kazi yake ni kukumbatia, kutoa chakula, kwambia usijali mwanangu. Yeye baba yake kazi ni kuchapa fimbo na kutoa kuunguruma ndani. Kwa hiyo wakiwa wakubwa hawana ile sympathetic feelings, hawana hisia za huruma ya kutaka kumsaidia baba, wanataka tu kumsaidia mama.
Okay, umezungumza vizuri. Kama kuna mtazamaji unatufuatilia, nafikiri unapata somo. Hata mwanandoa, angalia namna ya kuchekecha hapo, mambo yakae. Ugomvi usaidie, ugomvi unaondoa baraka. Nyumba ambayo ina ugomvi, huwezi kuta hata njiwa hawezi kupotea njia akaja hapo nyumba yenye kelele. Kwa hiyo tengeneza mazingira, hata mnyama mzuri anatua kwenye utulivu. Njiwa ni baraka. Wanaelewa watu wanaotufuatilia. Mungu awabariki sana watu wa Mwanza. Nimepata sana komenti zenu. Mungu aendelee kuwatunza. Mtumishi wa Mungu, ndiyo, tumezungumza hapo, umezungumza kwa upana, kwa ukubwa. Naamini pia kipindi hiki kitaponya familia nyingi na wengine ambao wanatuangalia, watoto ambao wanatarajia, wengine mabinti, vijana kwenda kwenye ndoa. Kuna kitu mtu atakibeba kimoja anaenda kuwa bora baadaye. Kisimama nacho kimoja. Umeongea vitu vingi sana na ni muhimu sana. Tunamalizia sasa. Naomba ufupishe kidogo. Familia zinaharibiwa pia na mdomo. Hii kuna kipindi cha nyuma nilikuwa najua shida ni wa mama. Wanapokutana tu wanakaa wanaongea, mtu mwingine ndo ana kaba amepitiliza friji lake bovu, amesema mambo ya mume wake. Mume wangu leo usimuone vile, ela katuma mama yangu ndio maana watoto wamevaa nguo za sikukuu. Usimuone vile na hivi na hivi, lakini sasa hivi imeenda mbali. Unaweza kukuta mwanaume amekaa, badala wajadili mambo yatakuwaje, anasema aibu. Unajua kitu cha ndani ukikileta nje ni aibu. Anatoa aibu ya mke wake. Na wanacheka. Na imepitiliza. Watu wanasema hizi video zinavuja tu, labda ukitembea na mtu akiamua kukuchafua anaamua kuweka mtandaoni. Lakini kuna wanandoa, mwanaume anaweza akawa amefanya hicho kitu na anaenda kuwaonyesha wenzake. Hali imekuwa mbaya kidogo, sio nzuri sana, lakini kwa nini ukamwonyeshe mwenzako ile aibu? Yaani aibu imepitiliza, hatoi tu maneno, anatoa paka aibu ya ndani. Lakini pia wanaume kuongea mambo ya ndani, kiachana tu na hayo ya video na nini, sio wengi wanafanya hivyo. Lakini kuna mtu anasema kama mdomo. Ukuta mwanaume anaongea, hii ni mbaya sana. Wamama sawa, unaongea paka unapitiliza, lakini mwanaume hiki naomba uongee kidogo tumalizie. Unajua changamoto iliyoko ni kwamba unajua mti ukiukata matawi ukabaki na shina utamea. Okay. Ndio, kama ukiuchukia mtu kusema mti na usiupendi, unatoa malimao machungu, na mimi nataka machenza au nataka maembe. Kukata matawi au kutoa matunda haisaidii. Na ukikuta mtu ambaye anafanya vitu ambavyo vinamuumiza mwenza wake, aidha kutoa picha au siri zake, hiyo ni matunda. Ndani kuna kitu fulani, kuna shida kwenye hiyo ndoa. Okay. Kuna shida kwa sababu mtu unayempenda unamsitiri. Na ndio maana maandiko yanasema upendo husitiri wingi wa dhambi. Unasitiri tu, sio mambo mabaya, hata mazuri unasitiri. Kwa hiyo unakuta kuna kitu, ukimwona mtu namna hiyo ujue kuna shida mahali fulani. Huo uhusiano una tatizo. Hata wale ambao ni wachumba au walikuwa wana uhusiano alafu baadaye ukavunjika, alafu mmoja anaanza kutangaza mabaya ya mwingine au kusema vibaya mtu mwingine, shida iko katika kusema. Shida iko kwamba kuna shida ndani ya huyo mtu moyoni mwake. Kuna tatizo ambalo linatakiwa litatuliwe na uhusiano wake yeye na Mungu. Kwa mimi niseme tu kwamba kama wanaume kwa kweli tutafute tatizo liko wapi. Okay. Kwamba kwa nini mtu unataka kuharibu na kutengeneza sifa mbaya ya mwenza au mtu mwingine. Ni vizuri kuwa na badala ya kubomoa, kuwa mtu ambaye unajenga. Na maandiko yanasema kwamba tutatoa hesabu katika kila neno tuliolinena. Tutatoa hesabu. Okay. Kwa sababu midomo yetu inaumba. Chochote tunachokisema kinaumba. Kwa hiyo lazima tuwe makini kama wanaume, kama wababa, kama wenza, jinsi ambavyo tunaongelea wenza wetu, jinsi ambavyo tunazungumzia wenza wetu, jinsi ambavyo tunazungumzia watoto wetu, jinsi ambavyo tunasema mambo ya familia zetu, kwa sababu kila unachokisema kinaumbika. Kwa hiyo tuwe makini jinsi ambavyo tunazungumza juu ya watoto wetu, juu ya familia zetu, juu ya ndoa zetu, juu ya wenza wetu. Hakikisha kwamba kama hakuna jambo zuri la kusema, nyamaza. Okay. Kama hakuna jambo zuri la kumzungumzia mwenza wako, usizungumze, nyamaza, kwa sababu maneno yako yanaumba, yanajenga. Sasa utajenga kitu ambacho unatakiwa ukifurahia baadaye, usije ukaumba kitu ambacho baadaye utakuja ukijutia au kukasirika kwa nini kimetengenezeka.
Imeeleweka. Leo ni semina ya familia. Mtumishi wa Mungu, kuna watu wanakuangalia hapa. Umefundisha hii semina, mwingine bana kitu kimekaa moyoni, umeongea kile ameona bado kidogo ningemwambia na hichi cha moyoni ningekuwa sawa. Anaweza kukupataje? Washirika wengine wanakuangalia, wanatamani kujoin labda kwenye kanisa lako, karibu. Kama ungependa ushauri au na swali ambao ungependa kuuliza nje ya kipindi hiki, unaweza kunipata kwenye mitandao ya jamii, najulikana kama Fred Kyara. Ukiandika Fred Kyara utanipata, kama kwenye Facebook au Instagram au TikTok, lakini kwa namba ya simu ni 0655 566801, 0655 566801. Kwa hiyo kwa namba hizo unaweza kunipata. Unaweza kutuma ujumbe kwa WhatsApp au kawaida, na nitakujibu na nitaongea na wewe kuhusiana na swala au changamoto ambayo pengine unapitia katika familia yako au uhusiano wako. Amen. Nafikiri imeeleweka. Mungu akubariki sana. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea.